Dude letu bado linasonga mbele. Kumbuka kwamba hii ni episodi ya pili na ya mwisho. Tunaendelea pale tulipokuwa tumekomea. Ni mara baada ya kumuona Ray akiwa anaambiwa kwamba amebakiza mwezi mmoja tu wa kuendelea kuishi katika hichi kituo cha watoto yatima na mwisho wa siku atakuwa adopted. Lakini wote tunajua asili katika kuadopti watoto, kwani kuna viumbe wa ajabu ambao huwa wamekuwa wakiwatafuna watoto ambao wanafugwa ndani ya kituo hiki. Hakuna adoption yoyote inayofanyika. Na hapo ndio ilikuwa ukomo wa episodi ya kwanza. Kama bado hujatazama, basi unaweza kugusa alama pop up inayotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Bwana mdogo Ray aliondoka ndani ya chumba cha mwanamama Isabel akiwa ni mnyonge sana baada ya kuambiwa tu amebakiza mwezi mmoja anatakiwa kuwa adopted. Sasa inawezekanaje wakati yeye ndo mtoa taarifa? Hasa watoto watano wakawa wamefanya maamuzi mazito baada ya kutengeneza kamba yao. Sasa wanataka kutoroka katika hiki kituo cha watoto yatima. Wakati wanaelekea huko, ghafla tu akaweza kufumwa na huyu mwanamama Cron. Mbadala wa Cron kuweza kuwakamata, yeye akawaambia ukweli kwamba mkivuka tu wa wigo, basi nawahakikishia kwamba mtakufa ndani ya sekunde chache tu, kwani kuna viumbe wa hatari kando kidogo ya ukuta huo. Akasema ndani ya miili yetu kuna namba maalum zinazotusababisha tuendelee kuwa hai ndani ya hiki kituo. Kama tu namba hii ikivuka wigo, basi unakufa haraka. Na kumbe hata huyu mwanamke Cron naye alilelewaga kama watoto yatima wengine hapa ndani ya hichi kituo, lakini yeye alikuwa anaitamani sana ile nafasi ya mwanamama Isabel. Na akawaahidi kwamba kama wakishirikiana naye katika kumwondoa Isabel, basi anawaahidi kuwa atakwenda kuwatorosha hapa ndani ya kituo na watakuwa salama kabisa. Na huyu mwanamama Cron akawachukua akawapeleka ndani, akaanza kuwasimulia stori za kale kidogo. Akasema miaka zamani kulikuwa kuna wimbi la machafuko makubwa ambayo mawimbi hayo yaliambatanisha mashetani pamoja na binadamu. Vita ile ilipigwa sana na makubaliano yakaja kuwa binadamu waishi upande wao na mashetani upande wao, ndio ule wigo ukawa umejengwa. Lakini kukawa kuna makubaliano kwamba haya mashetani yatakuwa anachukua mtoto mmoja tu katika vituo vya watoto yatima kwa kila mwezi. Kwa hiyo binadamu wakakaa chini wakakubaliana kuanzisha vituo vya watoto yatima. Ikionekana mtoto yatima tu yupo mitaani, basi anapelekwa ndani ya hivyo vituo na anafundishwa hesabu na mambo magumu sana katika jamii, ili awe na akili sana. Na pindi haya mashetani yanapokula mtoto mwenye akili, basi huwa yanakumbuka ahadi yao ya kwamba hayatowahi kamwe kurudi kuwashambulia binadamu. Kwa hiyo basi ikawa ndo hivyo, na utaratibu huo ukawa umeanzia miaka hiyo. Yule Isabel mnayemuona alikuwaga ni miongoni mwa watoto wapumbavu katika hichi kituo cha watoto yatima, ndio maana mpaka leo hivi mnamuona akiwa yuko hai kabisa. Lakini hata mimi ni miongoni mwa watoto ambao walikuwa hawaelewi kabisa darasani na sikuwaga na akili kabisa. Lakini jambo la kufurahisha na kuchekesha ni kwamba watoto wa miaka hii mnafaulu sana, yani mna akili kuliko sisi wa zamani. Sasa hivi wote mna akili, yani nyie wote ni kitoweo cha mizimu waliopo nje ya ukuta. Na akawaambia kuwa hamuwezi mkatoroka kabisa kwa sababu nyie katika masikio yenu kuna track ambazo zimewekwa. Kwa hiyo Isabel atakuwa anawaona kila sehemu mnayokwenda. Lakini mwanamama Cron alishangaa sana alipowashirikisha watoto kwa habari ya ile track, akakuta hata hawajashtuka. Kumbe watoto walishashtukiaga mbinu ya kuweza kuzifuta hizo track zisifanye kazi. Kwa akawa amehisi jambo hilo. Moja kwa moja akaanza kufanya inspection, kukagua vyumba vya watoto pindi walipokuwa wameweza kutoka. Anakagua ni kitu gani ambacho watakitumia watoto kwenda kuzifanya hizo track zisifanye kazi. Lakini yule mtoto Elda aliweza kumuona Cron akiwa na search katika vyumba vyao. Wakagundua kabisa kwamba huyu lengo lake ni moja tu, kutafuta kile kinachoweza kusababisha track zisifanye kazi. Kwa hiyo wakaenda kukiweka katikati ya mdoli ambao tayari Cron alishaukagua, kwa hiyo haturudi tena kukagua. Na katika harakati zake za kuendelea kukagua hapa ndani, akaja kugundua kuna shimo dogo lilikuwa limechimbwa hapa ardhini. Akagundua kwamba hawa watoto tayari wameshakitoa hicho kifaa. Sasa kama wamekitoa, maana yake wamekirudisha ndani ya kituo tena. Akaanza kukagua na mwisho wa siku aliukuta ule mdoli. Sasa ile anataka tu kukitoa kile kifaa ambacho kinahusika kuziharibu zile tracker. Akahapa tu Isabella akawa anaingia ndani ya hicho chumba na akamletea barua na kusema kwamba umepewa uhamisho wa kuondoka hapa kuelekea katika kituo cha watoto yatima wengine. Basi akaurudisha ule mdoli mikononi mwa watoto, Isabel akiwa hajui chochote kinachoendelea. Kibonge Cron wakati anaendelea kutoka ndani ya hichi kituo cha watoto yatima, alipofika tu getini akakutana na mwanamke kiongozi anayefahamika kama Grandma. Huyu mwanamke alimtazama sana, akasema Isabel anafanya kazi yake vizuri, lakini wewe unataka kuiharibu. Na pale pale akayambia mashetani ajitwalie kama kitoweo, na mwisho wa siku mwanadada akashambuliwa dakika hiyo hiyo. Lakini ni kwamba Isabel anafahamu kila kitu ambacho kinaendelea. Wakiwa huku ndani wanaendelea bana kuhangaika lengo waweza karuke ule wigo, akawa amemfuata Dogo Lei na akamwambia kwamba nahitaji uniambie wapi wameelekea hawa watu. Dogo alikaza, hakuongea kabisa, lakini mwisho wa siku mwanamama akamfungia Ray katika chumba na yeye akawa ameondoka akawafuata watoto kule kule katika wigo ambako alikuwa anataka kuruka.
Alichokiongea Isabella ni kimoja tu, nawapatia kila kitu mnachokihitaji katika maisha yenu, michezo mizuri, kila aina ya chakula ambacho mnakitaka, masomo na kila kitu, lakini leo mnataka kutoroka, wapumbavu nyie. Akawa amemkaba Emma. Sasa Norman ambaye alikuwa ameshaanza kuzitibua akajikuta amesimama kwa sababu hawezi akamwacha bidada Emma, na Isabel akatoa onyo kwamba wakitoroka basi siku zao zitapunguzwa zaidi, kwa sababu Norman siku yake ya kufa itakuwa ni kesho. Sasa hasemi siku ya adoption bali anasema siku ya kufa. Watoto walikuwa na waza usiku mzima, itakuwaje kwa Norman pindi kesho atakapotolewa sadaka, lakini Norman akasema tukufa kizembe, nitahakikisha lazima na mwenyewe nafanya jambo. Na kabla hata hajatolewa kafara, kwanza kabisa akatembelea ule ukuta, akapanda mpaka juu, lakini alipotaka kuruka upande wa pili akagundua kwamba kule ni kurefu zaidi kuliko huko ndani alikoingilia. Lakini Norman aliwacholea mchoro hawa watoto wenzake na kuambia kwamba kama mkiweza kufanikiwa kutafuta daraja, basi naamini mtakwenda kutoka salama katika eneo hili, lakini kama mkitumia kamba ni pagumu sana. Wewe bwanae, hayawi sasa yakawa amekuwa. Kesho yake Norman ndio hivyo anachukuliwa kupelekwa kwa mashetani kwa sababu siku yake ilikuwa imefika. Yaani Norman alikuwa amejipanga kweli kweli, akawa anaenda kiujasiri kabisa. Wenzake wanasikitika kwa hili, lakini yeye ameenda anajiamini sana. Akafika mpaka katika eneo la geti, akakutana na mwamba mmoja anaitwa Peter, akasema kuwa mimi ndiye ambaye nayaongoza mashetani haya kula binadamu. Alichokiongea Norman kilikuwa ni cha huzuni lakini chini ya ujasiri. Akasema sidhani kama utambulisho wako utanisaidia mbinguni ninakoelekea. Acha tu nitafunwe na hayo mashetani. Na ni kweli kabisa, mashetani akapita na Norman dakika hiyo hiyo. Bidada Emma alishinda akiwa analia tu ndani ya kituo cha watoto yatima. Isabella akawa amemfuata, akasema ninahitaji wewe uje kuwa mama katika hichi kituo miaka ya mbeleni. Kabidada Emma akalilia sana, lakini huko upande wa pili tunaishwa Dogo Ray akiwa amegamia mti, ana huzuni vibaya sana. Matumaini yao wote yakawa yamekwisha kabisa, wakiamini kwamba kuanzia sasa hivi hakuna tumaini la kutoka salama hapa. Ana mtu pekee alikuwa akijiamini sana, na mtu ambaye alikuwa anafanya maamuzi kwa haraka alikuwa ni Norman, lakini sasa huyo mtu ambaye alikuwa kipaumbele cha yote hayupo tena. Alafu Isabel alipotoka kwa Emma akamfuata Ray na akamwambia kuwa usisahau kwamba mwezi ujao ni zamu yako kuwa adopted, sawa Hasa Ray kujua kwamba katika gharama yoyote ile lazima afe, akaona kuwa ni vyema tu ajitoe sadaka. Akawa amemwibia mwanamama Isabel ile saa yake ambayo inatumika kuona location za watoto wote ndani ya kituo cha watoto yatima. Akajibiminia mafuta ya taa kama yote, na mwisho wa siku akachukua kiberiti. Wakati anataka kujiwasha moto, Emma akaanza kulia akisema kwamba usifanye hivyo, lakini dogo akajipiga moto. Mwanamama Isabel alikuja akiwa amechanganyikiwa kutaka kuzimisha ule moto, kwa sababu ile saa inayotumika kuona location za watoto ni ya muhimu kuliko kitu kingine chochote ndani ya kituo hiki. Sasa na wakati mwanamama Isabel anahangaika kuuzima ule moto, alikuja kushtuka kuwa wote watoto walikuwa wameweza kukimbia. Haraka sana akageuka nyuma kwa hasira mno. Lakini kumbe Emma alikuwa anawakimbiza na kuwatolosha hawa watoto, na Dogo Ray hata hakuwa ameungua na moto. Ile ilikuwa ni zuga tu. Wao walikuwa wamekichoma kituo ili Isabella awe bize na moto wao waweze kutoroka. Sasa unajua issue nzima ilikopo vipi? Norman kabla hata hajajipeleka kule getini kuweza kutafunwa, alikuwa ameshaandaa ramani nzima namna ya kuweza kutoka hapa nje. Na hiyo ramani alikuwa ameweka katika mtu wa bidada Emma. Kwa hiyo Emma alipokuja kuigunduaga ile ramani ndo akamshirikisha huyu Ray, na wakaandaa plan hiyo ya kuandaa moto bandia ili baadaye basi mwanamama Isabella akiwa bize wao elekea katika eneo hilo waweze kutoka nje ya kituo. Na kwa kuwa traka zao walikuwa wanajua kwamba ziko kando kidogo ya masikio yao, basi walikuwa wamezitoa hizo traka na kuzingiza katika moto. Kwa hiyo ule moto wakati unawaka, Isabel atakuwa anajua watoto wako ndani ya moto. Wakati mwanamama Isabel anawaza atafanya nini, tayari watoto wote walikuwa wamepandishwa mpaka juu kabisa ya wigo, na mmoja baada ya mwingine akawa anavushwa kuelekea upande wa pili. Lakini wakati huo huo tayari mwanamama Isabel akawa amefika eneo la tukio, lakini watoto wote walikuwa tayari wameshavuka, wako ngambo ya tukio. Sasa hapa amebakia Emma pamoja na mwanamama Isabel, na Isabel akaanza kumsimulia Emma kwamba nilipokuwaga mtoto katika kituo hiki cha watoto yatima nimewahi kufikiria kutoroka, na sababu ya kufikiria kutoroka ni kwa sababu nilikuwaga mjamzito. Kwa hiyo sasa wakati natoroka nilifika mpaka katika ukuta huu, nilikuja kugundua kwamba siwezi kabisa kutoroka eneo hili, na kwa sababu ujauzito wangu ulikuwa umetoka nikagundua sina cha kupoteza tena, na niligundua kabisa kwamba binadamu wote watasaidiwa pindi tu watoto watakapokuwa naliwa mmoja baada ya mwingine. Kwa kama nikija tu kuwatoa watoto hawa na kuwatorosha, manake binadamu wengine wengi watakufa. Kwa hiyo kwa faida ya binadamu wengi mimi nikaamua kuwatoa mtoto mmoja baada ya mwingine taratibu tu. Lakini haya yote nilikuwa nayafanya si kwamba nilikuwa siumii, bali nilikuwa naumia sana ndani ya moyo wangu. Na kwa sababu mtoto aliyebakia huku juu ni Emma peke yake, basi mwanamke huyu akamtishia na kusema kwamba ukisubutu tu kuishika hiyo kamba uanze kushuka, basi mimi nitakwenda kuikata hiyo kamba ili ukafie huko chini. Lakini Isabel alishika ile kamba na akasema kwamba nina imani na wewe kwamba uwezi ukakata kamba mimi nikafa, utaniacha mpaka nifike kwa watoto wenzangu ng'ambo ya pili. Na hauwezi kuamini, kama ambavyo Emma alikuwa amesema ndivyo ambavyo Isabel alishindwa kuikata ile kamba na akawashuhudia watoto wakiwa wanatoroka nje ya lile jengo. Tukio hili lilimkumbusha Isabel kipindi ambacho alikuwaga ni mjamzito. Aliapa kwamba hatokubali mtoto wake aje kufia ndani ya kituo cha watoto yatima. Aliahidi kwamba siku moja atamtorosha, lakini leo watoto wametoroka wao wenyewe. Hasa ile
ile peni ambayo Norman alikuwaga amewaachia, hii peni inaonyesha ramani namna gani ya kufika mjini. Basi alipoweza kuitoa Emma, akawa inaonyesha ramani watoto wote namna gani watafika mjini. Na Isabel kwa kosa kubwa alilokuwa amelifanya, moja kwa moja akarudi kwa yule grandma pamoja na Peter, akasema kwamba nina wajibu wa kulipa makosa yote niliweza kuyafanya. Watoto wote wametoroka katika kituo. Yaani kilichofuata kilikuwa hata hakina maswali mengi, wakaamuru yale mashetani yamshambulie Isabel, na dakika hiyo hiyo Isabel akateketezwa. Na historia inaonyesha kwamba watoto wote walifanikiwa kufika mjini, na season 1 ya hii tamthilia ikawa imekomea hapo. Tutakaporudi katika season ya pili, mara tu itakapokuwa imeweza kutoka, basi tutaendelea hapo ambapo tulikuwa tumekomea. Je, nini ambacho kilijiri baada ya Mwamba Peter pamoja na yule bibi msimamizi wa kile kituo? Je, maisha yao yalikuwaje? Lakini nini mustakabali wa maisha ya mashetani pamoja na binadamu? Kumbuka kwamba tayari kulikuwa kuna makubaliano ya kwamba binadamu watakuwa wanatoa mtoto mmoja kila mwezi. Kutoka mwanzo wa season 1 ulikopo na mimi naitwa DJ Paul. Kumbuka kwamba hii ni PVP Media Max. Kama bado hujagusalama kusubscribe, fanya hivyo mapema, kwani season 2 itakapokuwa imetoka, basi ya kwanza kabisa itakuwepo ni kufikia mahali hapa.